nimesimama mbele yenu kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mahususi kabisa kwa ajili ya kuja kwenu kutoa salamu za shukrani kwenu. Salamu hizi za shukrani napenda kuwapa ninyi viongozi wenzangu, napenda kuwapa ninyi wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi baada ya kutoka kwenye heka za uchaguzi. Tumetoka kwenye heka za uchaguzi kwa ajili ya nafasi ya udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo yapo yale ambayo tulishindwa kuendana sawa kwa sababu ya vurugu la kiuchaguzi, lakini moto ule au joto lile liendelee kuwepo ni kwa sababu ya swala zima la kiuchaguzi. Sasa uchaguzi umeshakwisha, tunarudi kwenu kuwashukuru, lakini pia tunarudi kwenu kwa ajili ya kutengeneza umoja wa Chama cha Mapinduzi. Kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, sisi Chama cha Mapinduzi, wazee wangu, tunajua tuna taratibu zetu, tunajua tuna kanuni zetu ambazo zinaendelea kutujumuisha kwa pamoja, kuendelea kusimama kwa ajili ya kuendelea hakikisha Chama cha Mapinduzi kinaendelea kushika hatamu ya kuongoza dola na kusimamia wananchi pamoja na taratibu zingine ambazo zinaendelea za kiserikali. Kwa hivyo mimi nimekuja kwenu kama mwenyekiti wa chama kwa ajili ya kutoa shukrani kwenu, lakini pia nimekuja kwa ajili ya kuwatia moyo kwamba yale yote ambayo yalitokea kipindi cha uchaguzi, tunaelewa kulikuwa na joto kubwa mpaka ikafikia kipindi cha lockdown. Tulipitia wakati mgumu kwa namna moja au nyingine, lakini kipindi kile sasa kimeshakwisha. Naona wengi wenu mmekuwa na hofu ya kusema kwamba hatuwezi kuvaa sare za chama. Mimi nawaomba mrudi muendelee kuvaa sare za chama kama uhai wa chama na kuboresha na kuonesha kwamba chama kiko hapa. Chama bado kimeendelea kushika hatamu. Kwa hiyo tusiwe na uoga wala hofu ya aina yoyote. Joto limeshakwisha, tuendelee kawaida na shughuli zetu za chama na ujenzi wa chama. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti wa Gunewe, mwenyekiti wa Tamko pamoja na mwenyekiti wa Tangini au katibu, naomba turudi sasa, tuendelee na utaratibu wa kawaida wa kichama. Vikao vya kikanuni viendelee kufanyika, tuendelee kuendeleza mambo yetu ya chama na kuendelea kushirikiana na waheshimiwa mabalozi pamoja na wananchi kwa ujumla katika kusikiliza na kutatua kero za wananchi kule chini, kwa sababu kwa nafasi ya kawaida kabla hujafika kata tunawategemea sana nyinyi ili tuweze kusikia nini ambacho wananchi wanasema, nini ambacho wananchi wanapendekeza. Kwa hivyo sio rahisi sana kwa kata haraka kuja kujua yanayoendelea huku chini. Kwa hivyo niwaombe katika kuboresha uhai wa chama muweze kushirikiana kwa pamoja, muweze kukaa vikao vya kila wakati kwa mujibu wa kanuni na taratibu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini pia ndugu zangu mabalozi, tunafahamu pia tumepatiwa bendera za Chama cha Mapinduzi, ni sehemu ya uhai wa chama na ninyi pia mnatokana na Chama cha Mapinduzi. Niendelee kusisitiza kwamba tuondoe hofu. Kipindi cha hofu kimeshakwisha, sasa ni kazi na ni kazi tu. Kama tuna bendera zetu zile, tuendelee kuziweka kwenye majumba yetu, kuweza kuonyesha kwamba hapa kuna uhai wa chama, ili mwananchi aelewe kwa balozi wake ni wapi, ili mwananchi aelewe kabla sijaenda sehemu fulani nianzie kwa balozi wangu. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hivyo tusiwe na hofu, tutoe bendera zetu tulipozificha, tuziweke ziendelee kupepea pale ambapo panastahili. Lakini jambo lingine nilikuwa napenda pia kusema kitu kimoja upande wa jumuiya. Jumuiya ninyi ndio msingi pia wa uwepo wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo jumuiya pia tuna wajibu wa kutambua nafasi zetu kama watendaji ngazi ya matawi, kuhakikisha tunaendelea kushirikiana na chama, kuhakikisha tunaendelea kuratibu kazi za jumuiya vile ambavyo inapaswa. UWT mpo, wazazi na imani wapo pamoja na vijana, japo naona wingi huu hapa sioni kijana hata mmoja. Kwa hiyo mwenyekiti, simameni, wako wachache kwa matawi matatu bado hatustahili kuwa na watu 3 au 4. Kwa hivyo nyinyi wachache ambao mmefika mna jukumu lenu ni kuhakikisha uhai wa chama kama vijana unaendelea kuwepo.
na jambo hili sio jambo la kulichukulia kimzamzaa vile ambavyo inakuwa. Hao wazee ambao mnawaona hapa walipita kwenye umri ambao tunao sasa. Wanahitaji watu wa kusimama nao kusudi siku watakavyosema sasa tumechoka, wewe kijana ndio uchukue hatamu ya kuendelea kusimika na kuitetea bendera ya Chama cha Mapinduzi. Wewe ndio kiongozi ambaye unayefuata baada ya kizazi hichi kuondoka. Kwa hiyo tunawategemea sana katika uhai wa Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Hali kadhalika jumuiya ya wazazi, yako mengi ambayo pia tunapaswa kuyasimamia kama wazazi, na niwaombe mnapotoka katika kikao hichi cha ziara hii ya matawi matatu, mwende mkaratibu shughuli za wazazi kwenye matawi, tuendelee kusimamia misingi na taratibu za jumuiya zetu. Kwa hivyo zile kero ndogo ndogo za watoto, unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto, ukatili kwa wanawake, ukatili kwa wanaume, pia wapo wanaopigwa, mweze mkavishughulikia. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini jambo la pili ambalo limenifanya nisimame mbele yenu ni nafasi yangu nyingine, nafasi ya udiwani. Sasa nimehama kutoka kwenye nafasi ya wenyekiti wa chama, nazungumza kama diwani kupitia katika kata yetu, lakini pia na jimbo zima. Sikuwa peke yangu, nilikuwa pamoja na mheshimiwa mbunge. Kwa hivyo shukrani hizi ningependa nizitoe kwenu kwa siku ya leo. Nasema asanteni sana, asanteni sana. Asanteni kwa kuniamini, asanteni kwa kunitoa nafasi moja kunipeleka nafasi nyingine ya pili. Sasa hivi na miezi mitatu baada ya uchaguzi kuisha, yapo mengi ambayo nimeendelea kuyaratibu kama diwani, lakini zipo kero ndogo ndogo ambazo tayari nimeshaanza kuzishughulikia. Nimeingia kwenye baraza la madiwani, nimeweza kupambana na hivi karibuni tumepata shilingi milioni 580 kwa ajili ya uboreshaji wa barabara zetu za mitaani kwa kiwango cha lami. Lakini pia nimeweza kupambana na kushirikiana na wadau mbalimbali katika shule yetu ya msingi Tangini pamoja na sekondari. Nimeweza kupata kisima cha maji. Mheshimiwa mwenyekiti wa wazazi, kama kipindi kile tulivyofanya ziara ya wazazi pale nilisema kwamba tuna jambo. Kwa hiyo tatizo la maji pale tumeshalishughulikia na utaratibu unaendelea. Kwa nini? Kwa sababu mtaa wa Kilimahewa hususani kwa mtaa kwa Mama Rose kuna changamoto kubwa sana ya pressure ya maji, na hii yote imeendelea kuwepo kwa sababu pressure ya maji imekuwa ni ndogo. Lakini tumeendelea kusisitiza kwamba na kuomba tuendelee kuwa watulivu, kwa sababu tunaendelea kutegemea utekelezaji mkubwa wa mradi wa World Bank ambao utakwenda kufanya maboresho makubwa kata ya Pangani, ambao na sisi pia ni wanufaika kwa kipande chote cha kwa Mama Rose. Lakini bado tumeendelea nimeendelea kuratibu na kuendelea kutatua kero zingine ndogo ndogo. Upande wa Kilimahewa juzi tulipata janga, kuna nyumba ya mwenzetu pale iliungua. Changamoto kubwa ilikuwa ni swala la barabara, lakini eneo lile lilikuwa na kusuasua kwa muda mrefu kuanzia mwaka 2022 mwishoni kwenda 2023, 24 na 25, hali kadhalika 2026. Wenzetu TARURA walikuwa wanaendelea kufanya kazi kwa kusuasua kidogo, wameweka kalavati moja, wanaskip, wanaondoka, wanaweka lingine. Kwa hiyo changamoto ile ya nyumba yule mwenzetu kuunguliwa, yule mwanamke mjane, ni kwa sababu tu pia tulikosa huduma ya haraka ya upitaji wa miundombinu ya barabara na kusababisha nyumba ile kuteketea. Lakini nashukuru pamoja na katibu wangu na baadhi wa wajumbe wa kamati ya siasa tulifika kumpa pole, lakini pia tuliweza kuling'amua tatizo ambalo lilituhusu sisi, ni tatizo la barabara. Nilitoka nikaenda moja kwa moja kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya nikamuaddress tatizo, na pale tulipata msaada stahiki kutoka kwa meneja wa TARURA na vifusi tayari vimeshaanza kumwaga katika eneo lile. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo tayari nimeendelea kuzifanya,
na eneo lile la TMK Msikitini litaendelea kupitika vizuri. Kwa hiyo ni imani yangu kubwa kwamba tutaendelea kushirikiana kwa pamoja, tutaendelea kujengana na tutaendelea kufikishiana kero, ili sasa kwangu mimi kama mheshimiwa diwani niendelee kuzifanyia kazi. Imani yangu kwenu ni kubwa, na nina imani kupitia ninyi yapo mengi ambayo tunaweza tukashauriana na kuyapendekeza nini ambacho natakiwa nikakisimamie kwa mustakabali mzima wa kata yetu ya Tangini. Kwa hivyo kwa hayo machache naomba niseme asanteni sana kwa nafasi yangu kama mheshimiwa diwani. Asanteni sana, na nipo tayari kama nilivyowaahidi kushirikiana na nyinyi kwa hali na mali.